Yapo, okay. Jamani, filamu ya leo ni Muuza Maji. Nafikiri ndio filamu yetu ya leo. Kwa mara ya kwanza leo natoa simulizi ya filamu ya Muuza Maji. Tangu narusha taarifa zangu YouTube, sijawahi kutoa filamu ya Muuza Maji hata siku moja. Na nimekuwa kwa muda mrefu nikizitoa taarifa hizi. Nazunguka kwenye mitandao ya kijamii, lakini kiukweli filamu ya Muuza Maji nilikuwa sijawahi kuitoa. Kwa nini leo filamu ya Muuza Maji? Ni kwa sababu ina vitu vingi sana ambavyo nafikiri ni vitu ambavyo vipo katika matokeo ya kawaida, yani matokeo ya kibinadamu. Kwa hiyo filamu ya Muuza Maji ni filamu kubwa kabisa ambayo kiukweli sio filamu ya kawaida, ambapo binadamu wengine wanashindwaga kuelewa nini maana ya Muuza Maji. Kitu ambacho watu wanaifikiria filamu katika uwezo wa kawaida. Yani wanaifikiri filamu katika uwezo wa kawaida, yani uwezo ambao ukiitazama, unapokuwa unaitazama hiyo filamu, unaitazama kama filamu ya kawaida. Kitu ambacho filamu hii ukiitazama sio filamu ya kawaida, lakini kitu ambacho ninachofikiri vizuri ya kuwa hii si filamu ya kawaida, na ni filamu ambayo imebeba ujumbe mzito, imebeba mambo mazito, imebeba nafasi nyingi sana za Watanzania. Nafikiri kupitia filamu hii ya Muuza Maji kuna vitu vingi ambavyo binadamu wanapasa kujifunza. Nikiwa na maana kwamba wakati inaandaliwa filamu ya Muuza Maji, bila shaka YouTube ya Punch One ilikuwa ina subscriber 30,000 kama na 6 kama sijakosea. Lakini sasa hivi YouTube ya Punch kupitia filamu ya Muuza Maji imeenda vibe sana, kitu ambacho ilikuwa so kawaida filamu kufikia wafuasi wote hao. Unajua jamani Kwa hiyo naweza nikasema kitu kimoja, kwamba hamna filamu kubwa ambayo imesababisha YouTube kwenda faster kama Muuza Maji. Leo hapa bwana namuona Punch One, namuona Kipala, namuona Suzi, naona na mabinti wote wawili, pia namuona na Abi kwa mbali kwenye hii cover. Kwa nini Abi? Kwa nini Suzi? Kwa nini Pancho? Ni kwa sababu Pancho ni kitu ambacho anafanya, kitu ambacho ni kikubwa sana katika Tanzania hii ya filamu ya Kitanzania. Kitu ambacho sio kawaida kuona kwamba huyu jamaa anaweza kufanya jambo kubwa kama hili, ambapo ukiingia katika uhalisia wa kweli wa Mtanzania, sio kawaida kuona huyu jamaa anaweza kufanya jambo kubwa kama ile ambalo alilofanya leo. Kwa hiyo nataka niwaambie kitu kimoja, kwamba Watanzania usijione uko chini sana. Kuna watu ambao wako chini zaidi kuliko hata hao ambao leo unawatazama kwa wako chini. Kwa hiyo tumezoea kumuona Pancho alikuwa anafanya kazi ya duka, yani kuuza vifaa vya magari, lakini leo tunamuona ni muigizaji mkubwa kabisa Tanzania, ambaye sio wa kusemwa kawaida, kitu ambacho kawaida hamna mtu ambaye angezungumza hayo. Lakini leo tunamuona Punch One ni mtu mkubwa ambaye amefanya mambo makubwa, ambayo mpaka leo kila mtu anamtazama kwa macho mawili. Unajua Kwa hiyo narudia kusema kwamba
filamu hizi za Kitanzania huwa sio filamu ndogo kwa Watanzania. Huwa ni filamu kubwa kabisa ambazo zinabeba ujumbe mkubwa, ambapo inakuwa ni kawaida mtu kutazama, lakini pia inakuwa sio kawaida mtu kujua kwamba ni nini kinaendelea katika tasnia hii ya filamu za Kitanzania. Kwa sababu kila unavyoona msanii anatengeneza filamu za Kitanzania, hatengenezi kawaida, anatengeneza kwa misingi mikubwa sana, ambapo kawaida tumezoea kumuona mtu anatengeneza filamu alafu akishamaliza kutengeneza filamu hawezi kutengeneza katika misingi ambayo imeenda vibe. Kwa hiyo tumezoea kuona mtu anatengeneza kitu lakini hatengenezi katika ubora ambao umekaa katika misingi mizuri. Kwa hiyo iko hivi, ili Mtanzania aonekane kuwa ni Mtanzania na yupo katika haki na nyakati nzuri, lazima atengeneze katika misingi ambayo iko sawa. Na ukiona misingi ambayo iko katika ramani nzuri, ina maana kila mtu anatamani awe kama fulani, ili mtu akitengeneza atengeneze awe kwenye misingi mizuri kama yule. Na ndio maana kila mtu anatengeneza misingi ambayo ni misingi mizuri katika wakati na nyakati zote, ili watu waonekane kuwa ni watu wazuri katika ratiba ambazo zinazoonekana. Lakini yote kwa yote, wote ni waigizaji, na ndio maana mtu unapokuwa mwigizaji huwezi kufanya jambo dogo ili uonekane kuwa labda hauko sawa, lakini hamna. Wote tunafanya kazi moja, tunafanya ili kupata soko, na wote tunapambana ili tupate soko. Na ndio maana soko letu linakuwa ni soko gumu, na linakuwa sio soko la kawaida, ila ni soko ambalo unakuta tunalipambania kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi ni waombe wa Tanzania ya kwamba tunapoamua kufanya jambo, tunafanya jambo ili baadaye lisije kuwa jamba. Tunafanya jambo ili baadaye lije kuwa jambo kubwa na lifanikiwe kwenda vibe. Na ndio maana of course tumekuwa tukifanya jambo. Kwa nini? Wakati ambao tunapambana ili mambo yetu yaende vizuri katika misingi au misimamo mizuri ya shughuli, na ndio maana tunakaza kupambana, tunafanya juhudi aina mbalimbali ili tufikie malengo, ili tusikose yale malengo ambayo tuliyoyahitaji. Na ndio maana tunafanya jambo ili kufikia ule utaratibu au ukweli ambao tuliouweka, ili tusije tukaonekana kuwa mambo yetu yanaenda vibaya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, kumsapoti mtu katika tasnia hii ya filamu Tanzania, unaweza ukamsapoti mtu wa aina yoyote, ili mradi tu siende kinyume wala kuvuka kanuni za sanaa zilizowekwa na tasnia ya filamu. Ili sasa uwe katika misingi ambayo ni mizuri, unaweza ukamsapoti mtu kupitia njia, wakati, majira na saa yote. Na ndio maana Punchline hivyo unavyomuona mpaka anaitwa Punchline, ina maana kuna vitu vingi ambavyo alivyofanya mpaka akaonekana kuwa ni mtu ambaye yupo clear, ni mtu ambaye anafanya kazi vizuri, ni mtu ambaye anafanya misingi yake vizuri ambayo imesimama katika ukurasa wake mzuri. Na ndio maana katika kazi zake anazozifanya, anafanya kwa juhudi, kwa mamlaka, kwa nguvu zake, ili aweze kufikia jambo lake analoliona kuwa liko sawa. Lakini je, unafikiri ni Punchline peke yake ndio anaweza kufanya kazi hiyo? Hapana. Wako wasanii wengi wa filamu Tanzania ambao wanaotengeneza filamu za Kitanzania, wako wengi sana. Lakini sio kwamba wote wanakimbia kama anavyokimbia Punchline, hapana. Ili kufikia vitu ambavyo vilivyoainishwa au kuzoeleka kwenye upande wa filamu zetu za Kitanzania,
unaweza ukafanya mambo mengi sana, ambapo kila jambo unaloliona kuwa unalifanya, hulifanyi kwa uwezo wako, bali unalifanya kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo